Leo ni siku ya Jumatatu. Katika neno la siku ya leo kutoka Mathayo sura ya 25 aya 31 hadi 46, tunaona hukumu ya mwisho jinsi itakavyokuwa. Nalikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nalikuwa na kiu, mkaninywesha. Nalikuwa kifungoni, mkaja kunitembelea. Nalikuwa uchi, mkanivika nguo. Anasema, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao wadogo, mlinitendea mimi. Tafakari. Kwaresma si kipindi cha kujifungia ndani pekee, bali ni kipindi cha kufungua mlango kwa wengine. Kipimo cha utakatifu wako msimu huu hakitegemei jinsi gani unasali sana, bali kinategemea jinsi unavyowaona wadogo wa Kristo, yaani wenye njaa, wagonjwa na waliofungwa. Sadaka si ihari, ni sharti la ukombozi wetu. Zoezi la leo. Leo anza kutekeleza lengo la sadaka. Weka akiba ya kwanza kwenye sanduku la Kwaresma kwa ajili ya maskini kutokana na kile unachojinyima leo. Tuombe. E Mungu Mwenyezi, nifundishe mimi ukarimu. Akiba yangu ndogo ya leo ikawasaidia wale walio na njaa, ili upendo wako uonekane kupitia mikono yangu. Amina. Mpendwa, je, ungependa kupata tafakari hizi za kila siku pamoja na mafundisho mengine ya Kwaresma? Nimekuandalia kitabu hiki kidogo cha Ifanye Kwaresma yako isiwe ya mazoea, na itoa soft copy kwa mchango wa shilingi 5,000 tu ili kusapoti utume wetu. Ikiwa na kihitaji, huu ni utaratibu wa kukipata. Kama upo TikTok, bofya kiungo mkono wako wa kushoto kichoandikwa order yours today. Fuata maelekezo nami nitakutumia kitabu inbox kwako. Kama upo Instagram ama upo Facebook, bofya link iliyopo kwenye bio iliyoandikwa Oscar Mkatoliki Shop. Kama upo YouTube, bofya link iliyo katika description, nawe ufuate maelekezo yake. Nami nitakutumia kitabu hicho inbox kwako. Na ikiwa maelekezo yoyote katika mitandao yoyote umeshindwa kuyafuata, basi tuma comment ya kuwa unahitaji kitabu. Mimi nitakutafuta. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Nakutakia siku njema na yenye baraka, na Mwenyezi Mungu atubariki wote. Tumsifu Yesu Kristo.